Wakati Watanzania wengi wakiwa bado kwenye mshangao na baadhi wakiwa hawaamini kilichotokea kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima, limetokea tena tukio jingine la kusikitisha ambapo kada maarufu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mdude Nyangali maarufu kama Mdude Chadema, ameripotiwa kwamba amekamatwa, lakini pia amepigwa, na video ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha damu, yani trail ya damu, kwa maana kama vile mtu alikuwa anaburuzwa baada ya kupigwa. Miongoni mwa watu walioripoti kuhusu tukio hilo ni rais wa Chama cha Wanasheria Tanzania, wakili msomi Boniface Mwabukusi, ambaye ameuliza kuwa hatuko salama. Anasema kuwa nimepokea habari usiku huu kwamba jeshi la polisi mkoani Mbeya limefika nyumbani kwa Mdude Mpaluka Nyangali. Baada ya kufika, wamevunja mlango na kuingia ndani na kumpiga kwa kutumia vitu mbalimbali na kumjeruhi na baadaye kuondoka naye. Huu ni mwendelezo wa kukithiri kwa vitendo vya wanaoonekana wakosoaji wa serikali kutendewa kinyume cha sheria na kuumizwa. Tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kuwa ndugu yetu Mdude Mpaluka Nyangali anakuwa salama na kuhakikisha wanampatia matibabu stahiki. Tunakemea na tunafuatilia jambo hili kwa ukaribu kuona haki inatendeka. Na akaandika pa jina lake Boniface AK Mwabukusi, wakili. Kwa hiyo hizi ni taarifa zilizopatikana asubuhi hii kwamba Mdude Nyangali ameshambuliwa, lakini pia ametekwa na haijulikani alipopelekwa, kwa sababu licha ya kupigwa, lakini pia taarifa zinaeleza kuwa amechukuliwa na hao jeshi la polisi. Na pia kuna baadhi hapa wameripoti kwa watu walijitambulisha kuwa ni polisi wamevamia makazi ya Mdude Nyangali usiku wa manane wakiwa na silaha za moto. Inasemekana akapigwa sana, kisha wametokomea naye pasipojulikana. Kwa hizi ndio taarifa zilizopatikana asubuhi hii, lakini taarifa hizi zimekuja katika kipindi kibaya kwa sababu bado idadi kubwa ya Watanzania wako kwenye mshtuko kufuatia tukio lililojiri Jumatano ya tarehe 30 ya mwezi wa April mwaka huu 2025, ambapo kama nilivyoeleza awali, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Father Kitima, alipigwa na alishambuliwa na kujeruhiwa vibaya, na mpaka muda huu tunavyoongea bado yupo hospitali akiendelea kupata matibabu. Sasa haya yote yanajiri, yani haya matukio mawili yanajiri wakati kwa kiasi kikubwa habari ambayo inatawala kwenye anga za habari za Tanzania ni kuhusiana na kukamatwa kwa mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye yeye alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 akiwa kwenye kampeni ya No Reforms No Election ya Chadema. Mheshimiwa Lissu alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma, na baada ya kukamatwa aliletwa jijini Dar na kufunguliwa mashtaka, ambapo moja ya mashtaka hayo ni shtaka la uhaini. Licha ya ukweli kwamba ni zaidi ya wiki 3 sasa zimepita na tayari Mheshimiwa Lissu amefikishwa mahakamani mara 3, mara moja akiwa amefikishwa in person na mara 2 kesi zake zimeendeshwa kwa njia ya mtandao, lakini mpaka muda huu watu wengi hawaamini kwamba katika mazingira haya inawezekana mwenyekiti wa taifa wa chama kikubwa kama Chadema anaweza sio tu kukamatwa, lakini kufunguliwa kesi kubwa ya uhaini. Kwa hiyo kuna ile hali ya kama kutokuamini haya yanatokea kweli. Lakini kabla hata hayo ya Mheshimiwa Lissu hayajapata mwelekeo kwamba kutapatikana ufumbuzi kiasi gani, likaibuka hili la juzi la Father Kitima,
ambalo kwa kweli katika mazingira ya kawaida huwezi kuamini kuwa nchi bado iko kwenye mtikisiko kutokana na kukamatwa kwa Mheshimiwa Lissu. Kumekuwa na mashinikizo kutoka kwenye taasisi ndani ya nchi na nje ya nchi, taasisi za kimataifa. Kama unavyoona jana, kuna picha imesambaa ya wabunge wa bunge la Ulaya wakiwa wameshikilia picha ya Mheshimiwa Lissu wakidai kuwa achiwe, kwa maana kwamba habari hizi sio tu zina uzito ndani ya nchi, lakini bali pia hata nje ya nchi, shinikizo la kimataifa. Lakini wakati haya yakiendelea, likatokea hilo la Fadha Kitima, ambapo katika mazingira ya kawaida, kutokana na msimamo wa Fadha Kitima, kutokana na mazingira yaliyopo sasa hivi, ni rahisi matukio haya kuhusishwa na vyombo vya dola, ni rahisi matukio haya kuhusishwa na serikali. Lakini kabla hili hata halijatulia, hayajapita hata masaa 48, linatokea tena hili la Mdude Nyangali, na hili liko wazi kwa sababu taarifa zinaonyesha kuwa ni polisi waliomkamata. Lakini wangeweza kumkamata kistaarabu, hakukuwa na umuhimu wa kuvunja nyumba yake kama inavyoripotiwa, lakini hakukuwa pia na umuhimu wa kumpiga, kwa sababu hata kama amefanya makosa, polisi sio mahakama. Mahakama ndio ilitakiwa, wao wana jukumu la kumkamata kisha wamfikishe mahakamani, na mahakama ndio itakayoamua kama anakosa then akaadhibiwa kwa mujibu wa sheria au akaachiwa kama hana kosa. Kumpiga mtuhumiwa ni uvunjifu wa haki, na huyu sio jambazi au mtu ambaye amefanya vitu. Na to be fair, Mdude amekuwa ni mtu ambaye amepitia masahibu mengi sana kutokana na msimamo wake imara, lakini pia kutokana na kiu ya kutetea haki za Watanzania, hususan kuhusiana na masuala yanayohusiana na chama chake cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Inafika mahala unaanza kujiuliza kwamba nini ambacho kinaigubika nchi yetu, kwa sababu ni mlolongo wa matukio, na si kama matukio yasiyopendeza yameanza na hili la Mheshimiwa Lissu ambao takriban wiki 3 zilizopita, lakini tunafahamu yaliyojiri mwaka jana, mwaka 2024 haukuwa mzuri katika rekodi ya Tanzania. Tunakumbuka kuhusu makada wa Chadema wale Deusdedith Soka na wenzie ambao mpaka leo habari zao hawafahamiki wako wapi. Lakini pia watu kadhaa, kwa mujibu wa kumbukumbu, zaidi ya watu 80 wamepotea katika mwaka 2024 katika mazingira ya kutatanisha, hawajulikani. Kurejea kwa watu wasiojulikana limekuwa swala ambalo linawanyima amani wa Tanzania. Lakini tukio kubwa zaidi, pengine zaidi ya yote, katika mwaka 2024 kuhusiana na masuala ya usalama ilikuwa ni tukio la kuteswa na kuuawa kwa kiongozi mwandamizi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, marehemu Ali Kibao. Lakini licha ya hayo yaliyotokea, yani kumteka, kumtesa na kumuua, bado hawakutosheka waliofanya hivyo, wakaimwagia tindikali maiti yake, unyama ambao hauwezi kuelezeka. Kwa hiyo mwaka jana haukuwa mzuri katika tasnia, katika medani ya usalama wa taifa letu, lakini mwaka huu pia ndio matukio kama haya yanayokwenda. Kwa hiyo hali hii kwa kweli inasikitisha na inaibua tafakuri. Ni mapema mno kuelewa kuhusiana na hili la Mdude, kama ambavyo ni mapema mno kuelewa kuhusiana na swala la Fadha Kitima, lakini kwa kweli inatafakarisha na pengine inatosha kujiuliza sisi kama taifa tunaelekea wapi na kwa nini haya yanatokea kipindi hiki, hasa ukizingatia kuwa huu ni mwaka wa uchaguzi. Basi Jasusi TV inaendelea kufuatilia tukio hili na mengineyo na itawaletea mrejesho kadri itakavyopata. Asanteni na kwaherini.